Tunasoma Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16 hadi aya ya 21. Yesu aliwaambia Nikodemo, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari, ikiwa leo ni Jumatano ya juma la pili la Pasaka. Sehemu hii ya Injili tuliyoisikia inaeleza juu ya upendo wa Mungu kwa kazi yake ya uumbaji. Inatutambulisha kwamba upendo wa Mungu ndiyo chanzo cha wokovu wa mwanadamu na kazi nzima ya uumbaji. Upendo wa Mungu ni kwa ajili ya ulimwengu wote. Huu ni upendo kumbakumba, upendo jumuishi, upendo usiobagua wala kuacha yeyote au chochote katika kazi yake yote ya uumbaji. Wokovu unatoka katika mpango wa upendo wa Baba, unatekelezwa na Mwana na kuenezwa mioyoni na Roho. Na hii ndiyo maana ya Mungu ni upendo, kama tunavyosoma waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya 4 aya ya 8. Dhamira ya kwanza ya Yesu ni kuokoa na siyo kuhukumu. Hii haimaanishi kuwa hukumu haipo, rahasha. Itegemeane na mwitikio au uchaguzi wa mwanadamu katika kazi ya wokovu. Uchaguzi ukiwa chanya ni heri, lakini ukiwa kinyume chake ni hukumu. Mungu humpa kila mmoja wetu neema ya kutosha inayomsukuma kuitikia nuru. Mtu yupo huru kuikubali au kuikataa hiyo neema. Hukumu huja kama matokeo ya uchaguzi wa mwanadamu, lakini kusudi la Mungu ni kwamba wote tuokolewe, asiwepo hata mmoja wa kupotea, kama tunavyosoma Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 10. Dhambi kubwa si tu matendo mabaya, bali ni kuimkataa Kristo aliye chanzo cha uzima. Ujio wa Kristo ulimwenguni watuhakikishia kuwa yeye ni nuru, ukweli, mwanga wa dhamiri, uzima na ufunuo wa Mungu. Mwaliko wake kwetu ni kuishi katika mwanga, yaani kuacha mabaya na kuchuchumilia mema. Tuwe tayari kuungama dhambi zetu, ikiwa ni tendo la kuikimbilia nuru, kuukimbilia mwanga, kwani dhambi hutuweka gizani. Giza hufifisha uwezo wa kuona, lakini mwanga huwezesha uwezo wa kuona. Ndugu zangu, tujiulize maswali yafuatayo. Je, unauchukia ukweli na unaupenda uongo? Huhitaji kuungama?
unalichukia neno la Mungu? Unachukia mmoja anapokuwa mwema? Unakwazika na watu wanapofanya majitoleo? Unashangaa watu kwa nini wanaungama? Ukiona haya yote yanakuandama, ujue ni dalili mbaya, kwani unatembea katika giza. Kwa hivi unahitaji kuitikia nuru, yaani kuipokea hii neema inayokusukuma kumpenda Yesu, kwa kuwa tayari kuungama dhambi zako, kuwa tayari toka gizani na kutembea katika mwanga. Giza ni dhambi zetu na nuru ndiye Kristo. Anayetembea katika giza hawezi kuona mbali, kwa sababu giza hupunguza au huzuia uwezo wa kuona. Kristo ndiyo mwanga wenyewe, hivyo tutembee naye ili atuwezeshe kuona twendako. Kristo ni mwanga dhidi ya dhambi. Tupokee masakramenti, tusome neno la Mungu, tushike amri za Mungu na za kanisa, tuishi kadiri ya maadili na kanuni, tuzitii amri na sheria za serikali zinazotuongoza za kila siku, zenye lengo la kutusaidia. Tukifanya hivi, hakika tunakuwa tumechagua kuifuata nuru na kuikimbia giza. Tumwombe Mungu daima tukumbuke, na mioyo yetu iwake, mioyo yetu iogope giza na ipende mwanga. Tumsifu Yesu Kristo.